commandments are the richest people in the world. Hallelujah. Yule ambaye anaye fanya nini? Tii sheria ya Mwenyezi Mungu na anampenda Mwenyezi Mungu na kutii sheria zake. Huyo ndio tajiri mkubwa kulingana na uwezo wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo ahadi nilipokuwa naangalia, ni binadamu kwa Mungu anaponena, anapomwambia Mungu, anatoa ahadi ama promise kwa Mungu, anaangalia shida yake. Alafu ndiye anaomba Mungu, ukinisaidia kutatua shida yangu, nitakufanyia hivi. Hiyo ni binadamu. Lakini Mwenyezi Mungu yeye hasemi mambo mengi sana. Anasema unitii, ukinipenda na kutii sheria zangu, haleluya, utakuwa tajiri mno. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata kwamba hii utajiri wa Mwenyezi Mungu, unapata kwamba it is an ever ending pot. Ama nitumie kwa lugha ya sasa ya kwamba is an ever ending safe with money. Unapokuwa na pesa, kuna ile tunaita safe, unaiwekea pesa yako, si ndio? Ama account. As much as you withdraw, there's a money there. That is the blessings of God. Kwa yule ambaye anampenda Mwenyezi Mungu na yule ambaye anatii sheria ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kama huyo anazidi kupata neno la Mwenyezi Mungu, anazidi kukaa ndani ya Mwenyezi Mungu, anazidi kuwa tajiri ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata kwamba obey the voice, obey the commandments, and God will open the treasures. That is what the Bible says. That is the promise. Ya kwamba mzee Obedi, Mungu anatuambia ya kwamba tii sheria za nani? Za Mungu. Unapotii sheria za Mungu na kumpenda Mungu, basi hautakosa lolote. Hallelujah. Inasema obey the voice. Na yale yanafuata ni haya. Bless, unapo-obey na kutii sauti ya Mungu na kumpenda Mungu na kutii sheria zake. Jambo la kwanza, he will bless all the work of your hands. Hallelujah. Ataibariki kazi ya nini? Mkono yako. Unapotii sauti ya nani? Kwa nini hatubarikiwi? Sababu hatujatii. Jambo la kwanza, tutii sauti ya Mungu na kutenda vile tunataka. Cha pili, you will be blessed in the city and in the country. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba utabarikiwa ukiwa town na tena utabarikiwa ukiwa wapi? Bara. Hiyo ndio lugha inaeleweka. Ukilima kule bara kwenu, watu wataona mahindi inatoka tu, inawekwa kwa basi, inakuja. Si ndio? Lakini pia huku unafanya kazi, Mungu anazidi kufanya nini? Lakini kwa kukosa kutii sauti ya Mwenyezi Mungu, ndio hata ukituma pesa bara usaidiwe kulima, wale vijana mandugu zako na sijui nani wote wanaramba pesa hiyo, wanasema hao ni watu wa town, tutakula wapi? Haleluya. Lakini yule anayetii Mwenyezi Mungu anamsaidia. Bwana Yesu asifiwe. You will be blessed in the cities and in country. The produce of your grain and your land will be blessed. Hallelujah. Yale ambayo yanatoka katika shambani mwako, yale yanatoka sehemu yako ya kazi, utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. When you talk of the land, sio ukulima peke yake, hata ile sehemu umeajiriwa, you will be blessed. Hallelujah. Kazi unalolifanya, watu wanapokuwa zidi kuwa pale pale, wewe utakuwa kupanda cheo. Bwana bure. Bwana Yesu asifiwe. When people will continue to be constable, Obure will be growing, and soon will be hearing senior superintendent Obure. Bwana Yesu asifiwe. Unapotii sheria ya nani? Ya Mungu. Na unapofanya kazi ambayo inatakikana. Hallelujah. Lakini kama utii, utakuwa hivyo. Because one of the promises, he has said that I will bless you, the produce of your land. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba when you come in and go out. Hallelujah. Unapoingia na unapofanya nini? Mwambie mwenzako, unapoingia na unapotoka utabarikiwa. Hayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu, sio mimi. Hallelujah. What a wonderful promise. Ni ahadi kubwa sana nzuri
Unakumbuka asubuhi ya kwamba sasa naondoka, naenda Kongowea. Mungu ulisema ninapoondoka utanibariki. Na ninaporudi, Mungu unaporudi jioni ukitoka kazini, sema Mungu sasa naingia. Ulisema nikiingia utafanya nini? Sasa mibaraka inaanza unapoondoka unaenda kazini, alafu unaporudi pia unaomba, Mwenyezi Mungu atakubariki. Hizo ahadi ni nyingi. 7,487. Umedai tu moja asubuhi, na kurudi umedai ingine. Utasema zingine. What a wonderful promises that we need to stand on those promises. Tuyasimamie na tuseme Mungu, kama wewe ndio umenena, basi tena. Bwana Yesu asifiwe. But the most generous promise ambayo inanifurahisha is whatever we ask we will receive from him. Hiyo ndio huwa inanifurahisha sana. Katika ahadi zote ni yale tutaomba, tutafanya nini? Yote. Hiyo ndio Biblia inasema. Hapo inanifurahisha katika ahadi zote. Everything. But there's one thing that we need to remember. When we obey the voice of who? Hallelujah. Watoto halo. Watoto halo. Zaburi 121 inasemaje? Nitainua Amen. Tuachie hapo 4 kwanza. Hao wakianza sasa hivi watakwambia hiyo Psalms 121. Watainua macho yangu, nitainua macho yangu juu. Msaada wangu itatoka. Watoto wanajua ya kwamba msaada wao utatoka katika Bwana aliyeziumba nini? Hallelujah. So we know that Jesus came to make us rich. The Bible says, though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty you might become what? Rich. Hallelujah. Ingawa alikuwa tajiri, lakini akawa maskini ili wewe uwe nini? Ingawa Mungu wetu alikuwa tajiri, ingawa Yesu alikuwa tajiri, Yesu akawa nini? Ili wewe ni uwe nini? Hallelujah. Na aliposema hivyo, tunapoangalia hata anasema naenda kuandalia makao. Is that not a promise? So that you be what? Rich. Alisulubiwa, akateswa kama mtu ambaye hana jambo lolote ama kitu lolote, hangeweza kujitetea wakati huo. He decided to be poor for you to be rich. Hallelujah. But do you know the importance of that in your life? It is you to know that. Mambo ambayo ningependa niyajue ya kwamba kila mtu anapozungumzia ya kwamba awe rich, napenda uyatazame ya kwamba the richest I refer here is not necessity of material wealth. Hallelujah. Ya kwamba unapoangalia ile utajiri ninapoyazungumzia, sio ya hizi vitu za kawaida, sababu hizi vitu they are very little in the sight of God. Hallelujah. Kama ni pesa ni kadogo tu mbele ya machoni mwa Mungu. Mzee Kiroho, kama pesa ni kitu kadogo sana. Hallelujah. Kama ni Range Rover ni kitu kadogo sana. Hallelujah. Kama ni promotion ni kitu kadogo sana mbele ya nani? I'm talking of the spiritual wealth. Bwana Yesu asifiwe. We find that. Just imagine, my friend, kama ingekuwa mambo ya dunia hii, utajiri wa dunia hii, hata ugonjwa ambayo iko sahihi ya corona, matajiri wangesema hii si ukimbize kwa Faustin pale kwa nani. If it could be transferable, ndugu Tanzania, if it could have been transferable, the poor could have really suffered. Hallelujah. But God, our God is gracious. Our God is full of mercy. We know
that it cannot happen like that. God has a plan for each and every person. And his promises are everlasting. Hallelujah. Tunapata ya kwamba the richness that I want you to live this day with ni kwamba, one, the things of the Spirit that after all alone have a lasting value. Hallelujah. The spiritual things have a lasting what? Value. They have a lasting value. It's something you need not to forget. Yes, a lasting value. Jesus came so that we may be rich. Ndiye akajifanya yewe maskini ili wewe uwe tajiri. Uwe tajiri kwa nini? You be rich in wisdom. Hallelujah. Amen. You be rich in knowledge. Hallelujah. You be rich in faith. You be rich in mercy. You be rich in love, among us many things. God wants you to be rich in those areas. Hallelujah. Amen. Unapokuwa rich in knowledge, you understand the word of what? When you are rich in wisdom, uamuzi unapofanya Mungu anakuongoza. Hallelujah. When you are rich in love, you know that huyu mtu hata tushindani naye, yeye ni bora kuniliko. Hallelujah. When you are rich in mercy, you know that you have to help one another bila kuwa na tatizo lolote. Hallelujah. When you are rich in faith, you are very faithful in everything you are doing. Even what the Bible now says, ametukarimia bila tulisema, hatutakuwa na mateso ya hii dunia sababu we trust in God. Hallelujah. That is what I want you to know. You see the Bible say, if anyone lacks wisdom, let him ask what? God. If you lack wisdom, ask God. Ahadi za Mwenyezi Mungu ni nzuri mno. Hatuwezi compare na wanasiasa, hatuwezi compare na ahadi ya binadamu kwa binadamu ama ya sisi kwa Mungu. Yeye ndiye anatamka. Na anapotamka tuna uhakika. So we find that the wonderful promises of God, we need to stand on those promises. Hallelujah. Jambo usisahau. Keep the commandments and love God. Hallelujah. Can you tell your friend, keep the commandments and love your God? Hallelujah. Amen. Shake the hands of your neighbor and tell him, keep the commandments. Keep the commandments. Mzee tuti hujasalimia mke wangu hapa. Keep the commandments. And do what? Hallelujah. Na waona vizuri. Bwana Yesu asifiwe. That is what we are saying. And take this, hallelujah, the wonderful promises of God. Very simple rule. Simple. Ya kwamba fanya nini? Hello, tufanya nini? Keep his commandments and love God. Then fearlessly claim those promises. Unapotii sheria ya Mwenyezi Mungu na kupenda Mwenyezi Mungu, basi una haki ya kudai hizo nini? Ahadi. Hallelujah. Huwezi kudai ahadi ya Mwenyezi Mungu kama haufanya nini? Hautii sheria ya Mwenyezi Mungu na upendi Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Unapopenda Mwenyezi Mungu na unatii sheria ya Mwenyezi Mungu, unakuwa huru kudai hizo ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama hujatii, hauwezi dai hizo ahadi. Hauwezi. How will you go and tell somebody? Go and tell God. Mungu ulisema tukibisha utatufungulia. Na sheria ya Mwenyezi Mungu tu umeasi. Unasema Mwenyezi Mungu ulisema kwamba tunapotoka na kuingia utatubariki. Hallelujah. Na huku haupendi Mwenyezi Mungu. Your intention is very simple. Akinibariki, nipate ile ninachotaka, nirudi ile kwa dhambi. You cannot get that promise. Hallelujah. But when you obey the commandments and you love your God, as a simple rule today that I'm sharing with you, then you will have that confidence to claim that promises. Hallelujah. Amen. You remember Matthew 7 verse 7 inasema nini? Mathayo 7. Yes, let's remember some of these just kidogo tunapomalizia. 7 inasema naam. Ombeni nanyi mtapewa. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Hallelujah. Hiyo ni Mwenyezi Mungu anasema. Yohana 14:13.
Yohana 14:13 inasemaje? Just remember those things. Ask and receive. Ask. But remember the rule. 14:13 kitabu cha Yohana inasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Wachia hapo tu. Ukiomba nini? Lolote. Kwa jina la nani? Kwa jina langu. Nini litafanyika? Hilo litafanywa. Hallelujah. Amina. Obey the commandments and love your God. Hallelujah. Tell your friend, obey the commandments and love your God. That's the simple rule that you need to leave this place with today. So anything you ask, the book of Matthew 7:7-11, the book of John 14-13 confirms that whatever we ask, we will do what? We'll receive. Number 2, thing that you need to remember, bring large requests. Hallelujah. Mwambie Mwenyezi Mungu mambo makubwa. Watu wanaenda kwa Mwenyezi Mungu kwa mambo madogo. Hallelujah. Mwambie Mwenyezi Mungu nini? Mambo makubwa. Large requests. Bring those large requests to God. Jesus said, if you ask anything, hallelujah. If you ask what? Anything, big or small. And now I'm encouraging you, ulete mambo makubwa. Hallelujah. Sababu yale makubwa tuyatatua, si madogo imekuwa solved automatic. Hallelujah. You bring big requests to God. That is what the Bible talks about in Jeremiah 33:3. Ambaye kila mtu anajua, wanakwaya wanajua. Inasemaje wanakwaya? Niite nami mtafanya nini? Alafu nitafanya nini tena? Mtaonyesha makuu. Hallelujah. Jeremiah 33:3. My friend, go to Jeremiah 29:11-14. Call upon the Lord. And when you call, I encourage you this Sabbath that call and request for what? Bigger what? Promises. Bigger request. Uliza mambo, dai ahadi kubwa kubwa. Mamodia. Adai nini? Wacha vitu ndogo ndogo. Sina unga. Hallelujah. Ati una nini? Dai vitu nini? Kubwa. Hallelujah. Vitu kubwa. Hallelujah. Have you got that book, Jeremiah 29? 29 verse? Yes, verse 11. 11 inasema hivi. 11 kitabu cha Yeremia inasema hivi. Naam. Maana najua mawazo ninayowazia ninyi. Najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana. Hallelujah. Ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Hallelujah. Kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Amen. Amina. Endelea kidogo. 12. Naam. Nanyi mtaniita. Naam. Mtakwenda na kuniomba. Naam. Nami nitawasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Bring those big requests. Atafanya nini? Atawasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. But remember the rule. Rule ni gani? Obey His commandments and what? And love God. Hallelujah. Don't forget that. Then you have what we call effective and fervent prayer. Omba. When you bring those requests, omba Mwenyezi Mungu. Enda usome kitabu cha James ama Yakobo 5:16. Omba. Wacha nikwambie. Elijah aliomba. Mwenyezi Mungu alitenda ama kutenda? Alisema mambo sio mengi. Alisema hivi. Elijah alisema maneno kama haya. Lord God of Abraham, Lord of Isaac and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant. Have done all these things at your word. Hallelujah. Hiyo ndio maombi ya Elijah. Ilikuwa very simple. Mungu, wewe ni Mungu wa Abrahamu. Wewe ni Mungu wa Isaka. Wewe ni Mungu wa Israeli. Yatambulike siku ya leo kwamba wewe uko wapi Israeli?
Na nafanya haya yote ili watu kwa neno lako. Anatambua Mwenyezi Mungu. Anatambua akijua kwamba Mwenyezi Mungu alipoahidi ataongoza watu wake, atawalinda na atawasikiliza. Basi Mwenyezi Mungu kulingana na ahadi neno lako ulipofanya, basi si kwangu tu nifaidike, lakini kwa utukufu wa nani? That is what I mean by the big request. Hallelujah. Ya kwamba uyatambue Mungu, usiangalie mambo yako na faida yako kwa zile request zako, lakini kwa utukufu wa Mungu. Hallelujah. That is something I want you to leave this place with. Then when we continue, you find that those big requests, if you continue praying, God will never leave you alone. Even Hezekiah prayed, the Lord, and then what we know, the Lord went out and killed. We get that Assyrians 105,000 were killed through the prayer of who? Of Hezekiah. So when you pray, those who have been in military and policemen like my brother there and others here, 185,000 mali watu wamekufa. Sio mchezo. Hata hapa tufiki hata watu hata 500. Kama tuko 500 600 tufe yote. Do you think that's a small thing? The media will be all through. It will be kila title ya gazeti itakuwa hivyo. But just through the prayer of Hezekiah, even your enemies shall be brought down. Hallelujah. But not for your own benefit, but for the glory of what? God. Hallelujah. The big request should be for the glory of God. That God, you said, you will protect us. Now that I'm sick, God, heal me. But not for me to go and say, Dr. So and so, but to remember that God, you have moved me from my sickness. Glory be upon your name. Amen. You know me, God. That is why I'm here. I'm still alive today. Glory be upon the name of God. You remember that. But that, you can only have that confidence. Unaweza kuwa tu na hiyo ujasiri unapotii sheria ya Mwenyezi Mungu na unapopenda Mwenyezi Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. So I encourage you brothers to bring large requests to God. Let us learn to tell God our needs, our desire. My friend, it is only and only God that we can trust. Hallelujah. Sio binadamu, sio kiongozi wako, sio rafiki yako, sio wale wanaenda kwa black magic kama waganga, sio nani, ni Mungu na Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Tell your friend that it is only God and God alone that we need to give our desires. To tell our desires. Hallelujah. And that's why we learn, children, watoto, as an Adventist child, Bwana Yesu asifiwe. Our children knows that as an Adventist child, you need to pray a lot, but when there's a problem, you go down on your knees and ask God for what? And ask God for what? Guidance. Mungu ndiye akuongoze. Sababu yeye alishasema ahadi, akatamka. Na yale ambayo anatamka ni ya uhakika. Sio kama zingine. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama ya binadamu na binadamu ambayo mtu anaweza ruka. Sio kama ya binadamu na Mungu ambayo binadamu anaweza pewa na sahau yule alimpatia. Ya Mwenyezi Mungu ni ya uhakika. Let's ask God for that. Think about the things you ask God. My friend, your desires need now to change. Your desires inatakana ibadilike. Yale unapoomba Mungu, the promises that you are claiming, zile ahadi ambazo unadai yanafanya ibadilike. Think on what you ask. Ask something big. Uzaso. Uliza vitu kubwa. Think about that thing you need, that big thing you need to ask God. Think about that sin you want to leave. Hallelujah. Fikiria ile dhambi ambalo unataka uiache. Uliza Mungu. Ulisema tukigonga, tukikutafuta, utatujibu, utasikiliza. Mungu, nina dhambi hii.
imenisumbua, fanya jambo. Hallelujah. Think about that big sin that you want to live. Ask God today. Think about that peace, that I need peace in the heart. Mungu, nataka amani ndani ya moyo wangu. Ingawa hata nyumbani kila siku ni watu wanapigana, kila siku tunavurugana, there's no good communication. God, today I'm asking for peace from heaven. Hallelujah. Think about that. Think about that peace. Think about your future. Hallelujah. The future, I'm not talking of your savings. The future, I'm not talking how your children will be. The future I'm talking about is when Jesus will be coming back for the second time. Where will you be? Utakuwa wapi Yesu atakaporudi mara ya pili? Wanakwaya, mtakuwa wapi Yesu atakaporudi mara ya pili? Think about that. Think about that. The where will I be? Those are when you are asking for those promises. Think about that. Where will I be? Where will I be? Where will be my family be? Ask God for big things. Hallelujah. Don't ask God for Range Rovers. Those are small things. Ask God for big things. That sin that you imekushinda kuacha, hiyo dhambi imekushinda kuacha, uliza Mungu. Hallelujah. Hiyo pombe imekushinda kuacha, uliza nani? Ile usherati imenishinda kuacha, niulize nani? Ile jambo gani imekushinda kuacha, uliza nani? Hallelujah. Uliza Mungu. Hiyo tuki iko ndani yako, uliza nani? Big things that will help you grow spiritually. Bwana Yesu asifiwe. Think about that, my friend. And that is why tulisoma katika kitabu cha Peter. Because God is good, He has given us many promises. We need to know that. 2 Peter 2:1-4. Ilikuwa inasemaje? Petero wa pili. Yes. 1:4. Naam, tena Ninasema hivi. naam. Tena pole. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno. Naam. za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Amen. Mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Number 5:5. 5. Naam. Na kwa sababu hiyo Naam. mkijitahidi sana kwa upande wenu. Naam. Katika imani yenu tieni na wema. Naam. Na katika wema wenu maarifa. Naam. Na katika maarifa yenu kiasi. Naam. Na katika kiasi chenu saburi. Naam. Na katika saburi yenu utauwa. Naam. Na katika utauwa wenu upendano wa ndugu. Na katika upendano wa ndugu upendo. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Hallelujah. Achia hapo ndugu yangu. We need to claim those promises. God will give us whatever we ask. Hallelujah. Uyakumbuke ya kwamba Mungu atatupatia kila kitu tunalofanya nini? And another thing you need to remember as we live, faith is very essential when you stand on the promises. Unapodai hizo ahadi, lazima uwe na nini? Uwe na nini? Na imani. Unapozidai ahadi, lazima uwe na imani ya kwamba Mwenyezi Mungu umesema utatenda. Have that faith in you. Na cha tatu, tunakaribia kumaliza. Tuyakumbue that faith is very essential to understand that Jesus is standing behind those promises. Yesu yuko hapo tunapojidai. Unapozidai hizo ahadi. Unaposema it is impossible. Then you remember Luke 18:27. Inasema what is impossible with man is possible with God. Hallelujah. Unaposema msikia ninaogopa, lakini unakumbuka the Spirit of God, He will give you power. Hallelujah. 2 Timothy 1:6-7. Unapoangalia I cannot go on, mimi siwezi songa mbele, unakumbuka ya kwamba my grace is sufficient. That's what the Bible talks about in the book of 2 Corinthians 12:9. Then you remember, I am too tired. Nimechoka Mungu.
nimechoka. Nakumbuka Mathayo 11:25 nasema njooni nanyi nitafanya nini? Nitawapumzisha. I'll give you rest. Remember those my friend. Remember those my brother. Remember those my friend today, that whatever you ask God, God will give you. Hallelujah. Rule number 1, keep the commandments and love God. Hallelujah. Then ask God, and whatever you ask God, you will. And then after that, bring big request to God, because He knows your needs. Through fervent prayer, uombe na atakupatia. Hallelujah. Na katika kila hali hiyo uyatambue ya kwamba uwe na nini, na imani na Mungu atatenda. Hallelujah. Sijui kama siku ya leo kuna mtu yeyote ambaye anasema, na anapoangalia maisha yake anasema ya kwamba katika hizi ahadi Mwenyezi Mungu alitupatia ama alinipatia, sijazidai. Na nakumbuka na naona kweli siku ya leo nataka nizidai kweli kweli. Na anapofikiria hivyo, anaangalia maisha yake, anaona ya kwamba kweli ni sijatii sheria ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu wangu sijampenda sana. Lakini siku ya leo nasema enough is enough. I want to obey the commandments. I want to love my God, and then I get that courage to claim for those promises. That is the person I want to pray with this hour. If there's somebody like that, asimame ili tupate kuomba naye. Thank you. If there's somebody who wants to ask God, wants to bring bigger requests to God, to just come forward. If there's something you have that is to you very big, and you want to bring big requests, this big request to God, to just come forward for prayer. That person who has a big thing in his heart that wants to bring to God, to just come forward so that we pray. Ahadi za Mwenyezi Mungu, song number 165. Ni tamu sana. Choristers wakitusaidia kwa wale ambao wanataka ku bring big request kwa Mungu. Ahadi